Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, na wakati huu bado tunakujuza mengi yanayojiri duniani, lakini ni kile kilichotajwa na Marekani kwamba ulimwengu unapaswa kuchukua hatua kali kukata njia za silaha kuelekea nchini Sudan, hasa katika kundi la RSF. Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua kukomesha usambazaji wa silaha kwa wanamgambo wa RSF, akitaja hali kama hiyo nchini Sudan kuwa janga la kibinadamu ambalo haliwezi kuvumilika. Mawaziri wa mambo ya nje wa nchi zinazoendelea kiviwanda duniani G7 wameeleza wasiwasi wao kuhusu kuzorota kwa hali ya usalama nchini Sudan. Katika taarifa yao ya pamoja, wanadiplomasia hao kutoka Uingereza, Canada, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Japan na Marekani wanasema mapigano kati ya jeshi la serikali na kikosi cha wanamgambo cha RSF yamesababisha kile walichokiita janga kubwa zaidi la kibinadamu duniani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za madhubuti za kukomesha usambazaji wa silaha kwa kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Forces RSF, akikitaja kuwa chanzo kikuu cha umwagaji damu unaoendelea nchini Sudan. Rubio amesema kuwa kundi la RSF halina uwezo wa kutengeneza silaha ndani ya Sudan, na kwa hivyo hutegemea msaada wa kifedha na vifaa kutoka nje ya nchi. Nadhani kitu kinahitajika kufanywa ili kukomesha usambazaji wa silaha na msaada ambao RSF wanaupata wakati wanaendelea mashambulizi yao. Makundi ya misaada yametufahamisha kuwa baadhi ya viwango vya utapiamlo na mateso vinavyoshuhudiwa miongoni mwa watu waliofanikiwa kukimbia ni vya kusikitisha na havina mifano. Mwanadiplomasia huyo ameongeza kuwa wanajua ni nchi gani inahusika na usambazaji huo na kwamba Marekani itafanya mazungumzo na nchi hiyo ili kuifahamisha juu ya athari za maamuzi yake kwa taswira ya kimataifa. Ingawa hakuitaja moja kwa moja nchi ya Umoja wa Falme za Kiarabu UAE ambayo ni mshirika wa karibu wa Marekani, jeshi la Sudan limeituhumu UAE kwa kuwapatia RSF silaha na mamluki kupitia mataifa kadhaa ya Afrika. Hata hivyo, inadaiwa kwamba UAE kwa kushirikiana na Uingereza imeonekana kwamba baadhi ya silaha kutoka nchini Uingereza zimeonekana katika kundi la RSF ambalo linaipinga serikali na kumwaga damu nchini Sudan. Umoja wa Falme za Kiarabu kwa upande wake umekanusha vikali tuhuma hizo, ukisisitiza kutohusika na mzozo unaoendelea Sudan kati ya jeshi la serikali na wanamgambo wa RSF. Tangu mnamo Aprili mwaka 2023, vita kati ya jeshi la Sudan, wanamgambo wa RSF vimesababisha vifo vya maelfu ya watu, huku takribani watu milioni 12 wakikimbia makazi yao. Mkutano huo wa G7 umefanyika wiki mbili baada ya RSF kuteka mji wa El Fasher, ngome ya mwisho iliyokuwa mikononi mwa jeshi la serikali katika eneo la Darfur Magharibi, ambapo taarifa za mauaji ya halaiki zimeripotiwa tangu wakati huo. Muungano huo wa G7 umetoa wito kwa pande zinazozozana kupunguza mapigano, kujitolea kusitisha uhasama mara moja na kuruhusu usambazaji wa haraka na usiokuwa wa vizuizi kwa misaada ya kibinadamu. Inatajwa kwamba katika miaka ya 2023 misaada ya kijeshi kutoka mataifa ya Magharibi na NATO pamoja na Marekani kwa ujumla, ambayo ilikuwa kwa ajili ya Ukraine, inadaiwa kwamba baadhi ya silaha ziliuzwa katika soko jeusi, kwa maana kwamba ziliuzwa kiholela, na inadaiwa pia kwamba mataifa mengi katika Afrika yalinunua silaha hizo, na inadaiwa pia kwamba huenda hata kundi la RSF lilipata silaha hizo baada ya tathmini kubwa kufanyika. Silaha nyingi kutoka nchini Uingereza zimedaiwa kuonekana katika kundi la wapiganaji wa RSF, na hivyo Uingereza kutajwa miongoni mwa nchi ambazo zimesaidia kundi hilo la RSF, licha kwamba UAE ama Umoja wa Falme za Kiarabu ndio uliotajwa haswa kuhusika na kuipatia RSF silaha hizo ambazo inaendelea kufanya mauaji huko katika nchi ya Sudan. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.